asubuhi nilimwambia amka mapema umjulie hali ili unipe taarifa. Mwanangu alifanya hivyo. Akaniambia, kwa kweli mama, mjomba ni mgonjwa sana. Hata ukimtazama tu. Nilisikitika katika roho, nikasema ina maana tuje? Akasema njooni. Kwa jinsi nilivyokuwa naumwa, sijui ni ile kuugua kwa ajili ya ndugu yangu ni mgonjwa, kwa hiyo nilikuwa na hali sio nzuri, hata sauti nilikuwa sina. Nikaenda kwa dada yangu mkubwa, tunaishi naye Buswelu. Nikamweleza huku nalia sana. Dada yangu akaniambia, ngoja nitangulie, nikifika kule nitakupa taarifa. Je, una nauli? Ninayo. Basi nenda. Dada yangu kesho yake aliondoka. Ilikuwa ni tarehe 15. Kaondoka kwenda kule. Anafika Dodoma ilikuwa ni saa 9. Tayari nikawa nimepata simu, kaka yangu amefariki. Kwa kweli watumishi wa Mungu, nililia sana sana, kwa uchungu mkubwa sana. Nilifikiri mengi sana kwa jinsi tulivyokuwa tunapata naye shida. Basi kwa kuangalia sasa kwenye ramani inamsema kwamba ndugu yangu amefariki, yupo. Ufahamu wangu ulitoweka. Kwa kweli nilikaa kwa mfalme, nikawa namwangalia, nasema sasa itakuwaje? Mfalme akaniambia, mwanangu, kama una imani umekuja mahali hapa, naomba umuokoe ndugu yako. Kama inavyojieleza kwenye ramani anapata shida. Nikasema sawa baba. Nikaondoka hapo baada ya kuombewa na mfalme, nikarudi nyumbani, lakini ufahamu wangu nilikuwa nalia sana. Nilipofika nyumbani nilimsimulia mume wangu. Mume wangu akasemaje, basi hiyo ni kanisa. Endapo wanaona na hao watu, basi hiyo ni kanisa. Nami naona nitaenda kesho. Nikamwambia sawa. Kesho yake kweli alikuja mahali hapa. Aliposhuhudiwa matatizo yake, jioni tukakaa sasa tunatafakari matatizo yangu na yake. Tukasema tuhamie, tukasali kule. Kinyume cha kukazana kusali huku Roman, lakini hatuoni mafanikio yoyote. Hata kama unazidiwa hakuna anayekuombea. Basi tukaja mahali hapa, tukaanza kuabudu hapa. Mfalme akaniambia, ndugu yako umtoe kuzimu. Sasa nikajifikiria, kwa sababu ni mgeni, sielewi kitu kama hicho. Nikawa najiuliza sana rohoni mwangu. Siku moja tunaabudu hapa, mfalme aliongea kwamba toeni mifuko ya simenti mwenye chochote. Kule nyumba yangu imeanza kujengwa. Basi tulijishika na mume wangu, tukajikuta tuna mifuko miwili, tukaja mbele yake. Katika kuwa tumepiga magoti hapa madhabahuni, hapo alikuwa ameshuka baba. Nikasikia sauti inaniambia hivi, ninakupa ofa, ninamtoa ndugu yako. Kwa kweli watumishi wa Mungu, nilichanganyikiwa kusikia neno kama hilo, ofa. Ninaifahamu ilivyo, lakini atatokaje? Baba, uliniambia nitoe viti. Akasema toa 5 tu, nitamtoa. Basi watumishi wa Mungu, nilitembea na hilo neno. Nikafika nyumbani, nikajipiga kule nilikoweza, nikapata hivyo viti 5. Nikawa nimevileta kwa mfalme. Imani yangu inanituma kwamba nitaonana naye hivi. Baba aliniambia niletee picha yake. Kwa kuwa kule katika msiba tulikuwa tumepewa t-shirt ambayo ina nembo yake, sura yake. Nikawa nimechukua hiyo, nikaipeleka, wakawa wameipiga picha, nikatolewa picha hiyo, nikaja nikamletea baba. Baba aliniambia sawa, nakupa wiki 2, ndugu yako atakuwa amekuja mahali hapa. Niliendelea kutembea na neno hilo.
kichwani kwangu, nikiamini kabisa katika roho, nasema kweli ipo siku nitaongea na ndugu yangu. Basi ikawa imefika wiki mbili, kuna sherehe kwa mara ya kwanza hapa, ndio ilikuwa mara ya kwanza kuona hiyo sherehe. Tumeambiwa Pasaka hakuna na Krismasi hakuna. Tulikuwa tunaangalia sasa, je, kuna sherehe gani ambayo itakuwa mbele yetu kwa hapa kanisani? Basi tulikuwa tumekuja kwenye hiyo sherehe, baba akasema jamani mje mmevaa vizuri, jamani mje hivi, baba akatusisitiza sana. Tukawa tumekuja. Katika kufika hapa, mfalme alinitafuta. Akaniambia, hivi ndugu yako nimemleta. Watumishi wa Mungu, nilichanganyikiwa sana kusikia neno kama hilo. Nikasema, baba unaniambia kweli? Akasema, ndiyo, ndugu yako nimemleta, lakini ameliwa sana. Basi nililipokea, nikamtumaini yeye ndio atakaye niwezesha kwa kila jambo. Akaniambia, baada ya kumtengeneza utapewa taarifa, utaongea naye. Ndiyo, nilimsikiliza baba yangu ambaye ni Mfalme Zumaridi. Nikakaa kwa utulivu sana, nikiwa nakaa siku nikija huku kanisani, yani ufahamu wangu naona kama nitamuona vile. Siku moja niko katika gari na kuja huku kanisani, nikawa nimemuona mtu anafanana naye. Tumekaa siti ya mbele, mimi nyuma. Nikamwangalia sana sana. Nikasema, mbona anafanana na ndugu yangu aliyefariki? Basi katika kufika mahali hapa, baba aliniambia, mbona ulishangaa sana katika gari? Nikamwambia, baba, nilimuona mtu anafanana sana na ndugu yangu, hata kusema kwake. Kwa hiyo nimeshalia sana sana. Akanambia, ndivyo ilivyo, yule ndiyo alikuwa ni yeye. Atukuzwe mfalme. Basi kwa maana hiyo nimekaa mpaka mwezi, tangia mwaka jana mpaka mwaka huu mwezi wa 3, aliniambia tarehe 16 naomba uje uongee na ndugu yako ambaye ndio atakuwa ametimiza mwaka mmoja tangu afariki. Na kule Dar es Salaam wananiita niende kwenye 40. Nikasema sitakuja, sina nauli, lakini nauli nilikuwa nayo, ila nikakataa ili mpaka nishuhudie huku. Kwa sababu nikajua kwamba ndugu zangu hata nitakapoanza kuwahadisia, je, hao watapokea kweli maneno yangu? Basi watumishi wa Mungu, nikaja siku hiyo tarehe 16. Nimepokea asubuhi simu ambayo inasema kwamba mama yangu walipofika kwenye 40 alivodai, yani mimi kabila yangu ni Mfipa. Sisi Wafipa huwa wanatoa nguo za marehemu ili waweze kugawia ndugu waliobakia duniani. Lakini katika kutoa zile nguo, akawa ametoa nguo ambazo zimekwisha sana. Na yule bwana alipokuwa anajipenda, alikuwa na nguo za thamani sana. Kwa hiyo zile nguo za thamani akawa amezificha. Mwanamke akatoa nguo kwenye lambo, akamtupia mama yangu. Mama yangu akasema, ni nini? Akamwambia, nguo za mwanao. Mama yangu akakasirika, akasema, ina maana hana sanduku? Tangu aanze kazi ni miaka mingapi hana sanduku? Akaingia ndani, mama yangu akajua anaenda kuchukua sanduku, kumbe anachukua ile Nigeria iliyochanika. Akamtupia tena mama yangu, akasema, weka huu. Mama yangu alilia sana kwa hasira sana. Lakini kaka yetu mkubwa akambembeleza, akasema, mama, usifikirie mengi, nyamaza tu ili tuyamalize tu haya. Basi
Mimi huku nimeamka asubuhi mapema na kuwahi kwa mfalme, na ilikuwa siku ya Ijumaa. Nilipofika nilikuta kuna wageni wa kutoka Dar es Salaam wako mahali hapa, wanasubiria ramani kwa siku hiyo ili waangaliwe ramani zao, na kesho yake Jumapili walikuwa wanaondoka. Baba akaniambia kaeni msubiri. Nilikuwa nimekuja mimi, mume wangu pamoja na kijana mtoto wa kaka yangu wa Dar es Salaam. Tukakaa, baadaye akatuambia hivi, Ailini naona ana kazi. Akamwita, akamuuliza Ailini, hawa je, wanaweza kuongea na ndugu yao? Ailini akamwambia hivi, hajamaliziwa ngozi, sehemu ndogo tu kutengenezwa. Baba akasema, watumishi wa Mungu mmesikia? Ndio. Basi nendeni, nitakuja asubuhi. Bado mimi naendelea kuwa na furaha na shauku ya kumuona yule ndugu yangu, au ya kumsikia tu sauti yake, niridhike katika roho yangu. Tukaondoka na amani, tukarudi nyumbani. Nilipofika nyumbani, nilipata simu kutoka Dar es Salaam. Kulikuwa ugomvi mkubwa sana wa kushikana uchawi. Wifi yangu anamwambia mama yangu mchawi, na mama yangu anamwambia wifi yangu kamuua mume wake. Akamwambia, nimekukomesha, huyo ndio alikuwa mzungu wako, tutaona. Waliponishuhudia maneno hayo, sikupendezewa, nilinyamaza tu, lakini nikawa mimi akili yangu iko kwa Baba, ndio atakayenisaidia mambo yote. Baada ya hapo tumelala. Asubuhi akili yangu iko huku tu. Niliamka asubuhi na mapema, tukanywa chai, tukawahi. Saa 2 tulikuwa tumefika hapa. Tulipofika Baba akasema, mmewahi. Tukasema ndio Baba, tuna shauku. Akacheka. Basi watumishi wa Mungu tukakaa, tukamsubiri Ailini, akafanya alichokifanya. Alipomaliza akamwambia Ailini, mbona muda unaenda? Baba anamuuliza. Ailini akasema hapana, sasa hivi wataongea naye. Ailini aliandaa viti 4, chumba ambacho wanalala mitume. Akatuambia, watumishi wa Mungu karibuni. Kwanza katika kuwa Ailini anatuijia, alisimama mlangoni akanitazama, afu akarudi kuangalia chumbani katika ofisi ya Baba. Sikuwa natambua, nilijua labda kuna kitu tu anaangalia. Kumbe ndugu yangu anamwambia Ailini, huyo sister nimemfahamu, ni sister wangu huyo. Ailini akanyamaza. Tulipoingia ndani akatuambia, karibuni mkae. Tukakaa. Tulipomaliza kukaa, Ailini alikaa. Kiti kimoja hakikukaliwa mtu. Kwa ufahamu wangu sikujua, nilijua tu ni kiti. Lakini ndipo alipokuwa ndugu yangu. Alitusalimia Ailini kwa kusema kwamba Paulo anawasalimia. Huyo kakaangu anaitwa Paulo. Paulo anawasalimia. Akili yangu ilianza kuchanganyikiwa. Tukakubali salamu, naye tukamsalimia, akaitika. Baadaye katika kuongea, manake nashindwa nianzie wapi kuongea, nashindwa nimuulize nini. Lakini Ailini alisemaje? Tulizeni ufahamu, watumishi wa Mungu. Paulo anasema karibuni sana kwa Mfalme Zumaridi, anawakaribisha sana. Tukaitika asante. Akaendelea kutupa moyo hapa na pale. Baadaye alisema, nilimuuliza swali, wewe ni kaka yangu Paulo, ni kipi kilichokusababisha mpaka kufa wewe? Maana niliona kuzunguka sana, siwezi, yani akili yangu imeshaenda mbali. Akanambia, ni maajabu sana. Ninamshukuru Mungu wangu
ambaye ni Mfalme Zumaridi. Ndivyo alivyojibu. Akasema, ndugu zangu, mlifikiria mengi sana katika kifo changu, kwamba nimeuawa au nimekufa tu, lakini niliuawa na mke wangu. Aliponiambia maneno hayo, niliumia sana rohoni. Nikamuuliza swali, alikuua kwa lipi? Akajibu hivi, mimi nilitengeneza mazingira mazuri sana ya maisha. Nilikuwa na mgodi Shinyanga, nilikuwa na mgodi Singida, kulikuwepo mashine za kuchimbia dhahabu. Nilinunua mashine kubwa ya kumwagilia, nikaiweka Iringa, nikalima vitunguu. Nimejenga nyumba 2, nikafuga samaki, nikatafuta mashine ya kutotoleshea mayai ya samaki, nikatengeneza sehemu hiyo vizuri sana, yani nikaweka bata bukini, nikaweka mabata yale makubwa, nikatengeneza mpaka mbuzi wa maziwa, nikijua kwamba haya mafanikio, mimi nina wazazi na ndugu zangu wengi hawana kazi, na yeye ana ndugu zake na wazazi wake. Kwa hiyo kama shida inapatikana kwao na mwanamke, pesa inapatikana kutokana na biashara hizo, au kwetu shida yoyote tunachukua pale. Lakini mke wangu alijua kwamba ninachokifanya mtafaidi nyinyi sana ndugu zangu, akaamua kuniua. Nikamuuliza swali, kwa maana hiyo ulitambuaje kuwa ni yeye? Akasema hivi, siku ambayo nimefariki mimi hospitali, alikuja huyu mtoto wa kaka yangu ambaye ndio yule kijana tulikuwa naye hapa. Alipotaka kuongea na mimi, mke wangu alimuondoa. Kulikuwa mtu ananipa chakula ambacho ni uji, lakini ule haukuwa uji, ndipo alikuwa ananimaliza. Yaani katika shingo nilikuwa nimejaa sana sumu kiasi kwamba kulia najitahidi nisilie kwa haraka ili niweze kutambua haya anayoyaongea. Akasema hivi, mtumishi wa Mungu, siku ya kuzikwa kwangu walikuwepo watu wengi sana, na mazishi yangu uliyaona yalivyokuwa ya kifahari. Sasa niliona kila kitu wanachokifanya, kila nikipiga kelele ili ndugu zangu mnishike mnione, lakini mlikuwa hamnisikii. Ninawagusa, bado hamnisikii. Mpaka walipoona mimi ninapiga kelele kwa fujo sana, ikabidi wanifunge mikono na miguu ili nisiwe na wakaribia. Akasema, wakanipeleka mpaka kwenye kaburi yangu, wakaniambia, chungulia kaburi yako ilivyo. Akatazama mtumishi wa Mungu, akaona ilivyo sakafiwa kwa vigae kuanzia ndani, taa. Sanduku lake la kumweka marehemu lilikuwa la $2.5 milioni. Akadai ndani ya sanduku waliweka mbwa aliyokuwa ameoza, ananuka sana. Ndicho nilichokiona mimi. Akaendelea kusema, akasema, wakati imefika ambapo watakaponizika, watu walikuwa wengi, magari ni mengi, na mlipokuwa mkiangalia katika sanduku, mimi nilikuwa nawaona, lakini hamkuweza kunisikia ninavyowapigia kelele. Basi akaendelea kusema hivi, mlipomaliza kuzika,
waliniondoa mahali pale usiku. Na kweli mtumishi wa Mungu, tulipokaribia mahali pa kumzika, kwa sababu walichimba katika eneo lake alilokuwa amejenga, alikuwa na eneo la hekari 25. Alikuwa na matunda mengi sana. Sasa kuna sehemu wakawa wameteua wachimbe kaburi yake. Alikuwa na mbwa 12 kwa ajili ya kulinda mifugo yake pale. Zile mbwa zililia sana zilivyoona gari limekuja, kwa sababu kulikuwa picha kubwa ilikuwa inaongoza katika magari. Kwa hiyo nilipoona sura ile na Elisha mzoea, zilikuwa zinapiga kelele sana, zinahitaji kuruka katika fence lakini zinashindwa. Sisi tulijua kwamba ni mbwa tu, kumbe mbwa anadai zilikuwa zimeona. Basi walipozika, walimchukua anavyodai yeye, wakampeleka katika mlima mkubwa sana, wakamwacha kule, wakamfunga miguu na mikono kwa minyororo, wakamwacha sehemu hiyo, wakaondoka, wakarudi usiku. Wakati huo wanafanya hiyo taarifa, ni kwa nguvu za giza, sisi hatuoni. Tukalala mahali pale. Asubuhi mama yangu akasema hivi, manake mama yangu ni mkubwa katika familia upande wa kwao. Ndugu zake walikuja, lakini wakitegemea sauti kutoka kwa mama yangu. Mama yangu alijibu kwamba hichi kilio, sijawahi kulia kilio kinachoniuma kama hichi. Huwa tunanawa maji mila zetu. Akasema tunawe maji asubuhi na tuondoke. Tulifanya hivyo. Hatukujua kinachoendelea. Basi akasema ilipofika usiku, alimuona mke wake, baba mkwe pamoja na mama yake wakimwendea katika ule mlima walikomuacha. Walipofika mahali pale, aliwaona. Mimi nikamuuliza, je, katika undugu wangu mimi au ndugu wangu mimi na wewe pamoja na mama yangu, je, hukuona upande wetu? Akadai sikuona hata mmoja, bali walikuwa ni ndugu upande wa mke tu. Na mke wangu alitoa amri, akasema mpigeni sana sana. Akasema waliniadhibu, yani kwa fimbo waliniadhibu sana, mpaka wakaweka moto mkubwa wakamlaza pale kwenye moto. Basi watumishi wa Mungu, akasema nilikuwa napiga kelele lakini hakuna kunisaidia. Nilipiga sana kelele na hakuna alionisaidia, kwa sababu sikuwa naona mtu tofauti na wale. Mke wangu ndio akiwa kinara wa kutoa adhabu hizo. Wakaanza kunila nyama, wakanila kwa fujo sana, mpaka nilitoa machozi nikijua kwamba ndugu zangu sijui watajua. Baada ya hapo akasema nikawa nakaa katika giza kubwa sana, giza nene. Giza hilo sioni kitu chochote. Yaani haipiti siku moja wanakuja kunila nyama. Na mimi wakifanya hivyo, naenda naua mabata, naua kanga, hadi samaki naziniga, naziua, mpaka mbuzi na niga naua. Hivyo ndivyo ilivyo. Basi siku hiyo ya 3 mke wake alienda. Walipomzika, alitoka mjini kwenda Bagamoyo, maana Bagamoyo ndio alikojenga.
Alikuwa amechukua gari jipya ambalo yeye alipomaliza chuo alinunua gari jipya. Akawa amebeba watoto wake, wanaenda sasa kule. Alipofika tu kupiga kona ili aingie kwenye ploti yao, akamwona mume wake ambaye ni kaka yangu amesimama kwenye kaburi. Alipomuona gari linafika linasimama, yule kaka yangu alienda kumvaa pale pale, alianza kumpiga sana. Sasa kila anapokimbia wanampiga. Watoto hawaoni kitu kinachomsababisha mama yao alie. Hata wale vijana wa kazi walikuwa kama 6 hivi, wanashindwa kuelewa anapigwa na nini, maana anapiga kelele sana. Wanamuuliza mama ni nini, anasema mume wangu ananipiga, lakini wale hawamuoni. Akapigwa siku ya kwanza mpaka damu zikawa zinavuja katika pua na mdomoni. Wakamuuliza, mama mbona umeumia sana? Anasema baba yenu ananipiga, yani ananipiga hata sielewi. Umemuona wapi? Ametokea kaburini akafuata gari. Ikabidi apande gari haraka na kuambia watoto tuondokeni. Sasa wale wafanyakazi wakabaki wanajiuliza, mbona tunafungua nyumba mama muingia? Akasema siingii. Akageuza gari. Alipoondoka alimfukuza sana. Amefika kwanza lami, akamwona mbele yake, akafunga breki, akataka kuingia katika mtaro. Ndipo akapotea ndugu yangu. Akarudi kule usiku, akamuijia tena, akachungulia hivi dirishani. Mtoto wake mmoja wa mwisho akamuona, akamwambia baba huyu hapo dirishani. Mama yake alipoangalia akamwambia lala, jifunike, usiangalie huko. Yaani mtoto akawa analia sana, anasema kumbe baba yuko tu. Mbona unanidanganya kwamba baba amefariki? Mbona nimemuona? Akawa anambembeleza. Mtoto huyo alilia mpaka asubuhi. Lakini kupeleka taarifa kwa ndugu zangu au kwa mama yangu hataki. Anakuwa anakufa nalo tu yeye mwenyewe kama yeye. Basi alimtokea kama mara 2, kila akienda shamba anamtokea. Ikabidi asio anaenda tena kule. Akajua akienda atapigika. Siku nyingine amechukua gari, anaenda kwa mganga wa kienyeji ili amfunge yule bwana asiweze kumfuatilia. Akakutana naye darajani, akasimamisha gari, akamshika, akamtolea dirishani, akampiga sana. Ndipo gari siku hiyo gari likapinduka. Yaani watu walikuja kumtoa mle, lakini hakuumia sana. Wakamuuliza, mpaka kupinduka mtaloni imekuwaje? Anasema kuna kitu tu nimeona kama kinanikatisha mbele yangu, lakini kusema nimemuona mume wangu alishakufa hakuweza kusema. Atukuzwe Mfalme. Basi watumishi wa Mungu, siku hiyo nilipoongea na ndugu yangu Mfalme Zumaridi, nilimwangalia mara nyingi sana. Nikasema kumbe kweli baba yangu umemleta ndugu yangu, na mpaka kuongea naye ni jambo la ajabu sana. Akaendelea kunisisitiza na kuniambia hivi, kawalete na watoto wangu ili waje kwa mfalme, au watumie maji waliko Dar es Salaam, wanywe maji ya Mfalme Zumaridi ambayo anayabariki. Nikamwambia mke wako hawezi kuamini, atatushika ubaya kwa sababu hajaijua hii imani. Akasema mpigie kaka yangu mkubwa awachukue angalau awape maji atakaotoka hapa, maana yake nilikuwa napeleka maji kwa kaka yangu. Nilipoongea na kaka yangu akasema ni vigumu kwa sababu huyo mwanamke hakubali wale watoto kuja kwangu. Akasema kwa mara ya mwisho mpaka kuja mahali hapa nilikuwa nimekaa gizani, nikamwona Mfalme Zumaridi kaja mbele yangu, ndipo nilipoona mwanga na hivi alivyo. Akamwambia, mwanangu, nimekujia. Hayo ni maneno ya Mfalme Zumaridi. Mwanangu, nimekuijia, twende toka huku.
alimweka katika kifua chake anavyodai kaka yangu, akaondoka naye. Akasema, nilijishtukia niko sehemu hii, nimelika sana, nashindwa niongee nini, maana bila yeye nisingeweza. Waambie ndugu zangu waje kanisa hili waabudu hapa. Kweli nililia sana sana. Aileen alinibembeleza sana, nilifikiria maneno mengi sana. Baba akamwambia Aileen, mrudishe Paulo sehemu aliko. Aileen alijibu, naye analia sana baada ya kumwona dada yake analia. Basi watumishi wa Mungu, neema yangu kubwa na neema ya ndugu zangu, hata nyinyi mlioko hapa, wote tunategemea Mfalme Ismail. Baba, nikupe nini? Maanake uwezo wangu sina Baba. Hakuna kitu ambacho kitakuwa thamani kubwa kitakachokupendezesha Baba yangu, bali Baba yangu, nishike mimi ili ndugu zangu wote waje katika kanisa hili wakuabudu. Hata haya maneno nayoongea nilishawashuhudia. Wengi walilia na wakadai, je, tutamuona? Nikamwambia, njooni mtamuona. Bado ninatumaini mbele yako Baba. Usiniache Baba yangu, nishike mimi. Haleluya mfalme. Amen. Atukuzwe mfalme Ismail. Amen. Basi nami namshukuru mfalme Ismail kwa kunipa neema yake upendo kusimama mbele zenu. Atukuzwe mfalme. Amen. Nimesema mbele zenu mahali hapa niko na Paulo kaka yake na Wema. Anasema kwamba atukuzwe mfalme Ismail. Amen. Anasema inuliwe mfalme Ismail. Amen. Anasema kwamba anamshukuru mfalme Ismail kwa neema yake. Anasema pia hata kwa upendo wake. Anasema ataweza kumkomboa katika mateso na kuweza kumrudisha duniani tena kwa mara nyingine. Anasema atakuja tena kuonana na ndugu zake aliozaliwa nao katika tumbo moja. Anasema atakuja kuonana na ninyi pia ambao ni ndugu zake, anasema mliozaliwa katika mkono wa mfalme Ismail. Anasema kwa hiyo anamshukuru sana mfalme Ismail kwa neema yake. Anasema pia hata kwa upendo ambao alionao. Anasema kwa yote aliyoongelewa ni kweli. Anasema hakuna ambacho ni cha uongo. Anasema ndivyo ambavyo ilivyokuwa na ndivyo ambavyo inavyoendelea mpaka sasa. Anasema ndivyo ambavyo mwanamke kusudi alilokuwa nalo kutawala mali zangu. Anasema mpaka sasa hivi anazimiliki yeye na kuzitawala yeye. Anasema lakini anaamini kuwa, anasema kwamba mali za mwili hazina faida. Anasema hizo zinapita tu. Anasema kikubwa, anasema ni kumshika tu mfalme Ismail. Anasema na kumtumikia yeye. Anasema kwamba anaamini akimtumikia mfalme Ismail kwa uaminifu na akavumilia, anasema kwamba anaamini atapata mali nyingi kuliko hata hizo zilizopo sasa duniani. Anasema kwamba anamshukuru mfalme Ismail. Anasema pia anawashukuru hata nyinyi pia kwa maombi yenu na pia kwa maombi ya mfalme. Anasema mzidi tu kupendana na kusaminiana. Anasema pia mzidi kuombeana kwa kila gumi linalokuja mbele ya mtu. Anasema kama anamshukuru sana mfalme Ismail kwa upendo wake na kwa neema yake. Anasema ana mengi ya kuongea. Anasema ina sifa na utukufu zimrudie mfalme Ismail. Atukuzwe mfalme Ismail. Amen.
kuna mambo mengine ambayo amesahau mke wangu, kwa sababu kuna utabiri ambao baba alisema, pamoja na gari ile kupinduka, pamoja na kwenda pale kwenye kaburi na kuonekana akiwa hai. Hayo yote tulikuja kuelezwa hapa kanisani kwamba kitatokea kitu fulani na baadaye mtapigiwa simu. Hata hii habari ya kesho yake kwenda kwenye kaburi, taratibu zitoka hapa kwamba baada ya muda si mrefu mtapokea simu toka Dar es Salaam, kuna kitu kitatokea. Na kweli kilitokea, na huyu mama kwenda pale kwenye nyumbani kwake aliambia kwamba mama, huku kwa sababu alikuwa na mabwawa 7 ya samaki na alikuwa anaweza kuuza sato 300 kila siku. Sasa walipoamka asubuhi, mabwawa 3 sato walikuwa wameelea juu ya maji, wamekufa. Na walikuwa wamekufa mbuzi 5, bata bukini 5, bata wa kawaida 5, walikuwa wamekufa 5. Mbuzi walikuwa 7 nafikiri. Ndio alipigia simu, ndio kwenda pale na kukutana na kisanga hicho cha mume wake na kuanza kumwadhibu hapo hadharani. Lakini pia baba alisema kwamba kutatokea kingine. Hiyo gari Prado ambayo kama ilinunua kama milioni 80, kwamba mpaka mali zote zitaisha. Baada ya muda sio mrefu, wakati anatoka nisema alikueleza mama, kweli nani gari ilipata ajali na ilipelekwa garage. Thamani ya matengenezo ya gari hiyo ilikuwa zaidi ya milioni 10. Kwa sasa mama yule alilipa nani hiyo shilingi milioni 10, alipomaliza kutoa milioni 10, gari ikaletwa nyumbani. Kwa sababu yeye huyu mama ni nesi wa Amana Hospital Dar es Salaam. Unajua ni mambo ya kipuuzi sana. Na ukimwona mama huyo ni mzuri lakini ni mshenzi. Lazima tueleze kweli. Sasa gari hiyo ilipelekwa garage, ikatengenezwa, baadaye ilirudishwa nyumbani. Iliporudishwa nyumbani, akapanga sasa kwa gari yangu imesharudi salama, sasa kesho asubuhi nitaitumia kwenda kulipeleka kazini. Mama huyu ambaye kwamba ni shetani alitoka nyumbani na mkoba wake, akaja akafungua gari, kaweka switch, akastart, gari haiondoki. Akajaribu, gari haiondoki. Akarudia mara 3, gari haiondoki. Akapigia simu nani mafundi magari wale ambao walitengeneza. Walipokuja, gari pia haikuondoka. Sasa likatimia neno la baba kwamba mali zote zitatoka. Mwisho gari hiyo imeuzwa kwa hasara. Kwa hiyo hiyo gari mpaka sasa tunasema haipo. Gari hiyo haipo. Na kingine ambacho nimeshuhudia kwa baba, maji ambayo mke wangu amesema, maji hayo kijana ambaye alikuwepo hapa alienda na maji akampelekea babake na mamake. Babake alikuwa na tatizo la kuota manyama ndani ya pua. Na gharama zake za matibabu zilikuwa zinafanyika Ujerumani kila baada ya miezi 3-6 kwa thamani ya milioni 2.5. Pia alikuwa na BP na kisukari, na mamake na kijana ambaye alikuwepo hapa ilikuwa inafanyika hivyo. Baada ya kufikishwa hayo maji, juzi nimeongea na shemeji yangu asema kwamba sioni shida ambayo kwamba ilikuwa inanisumbua. Kumbe kwa pale kweli mmesoma, mmeingia kwenye kanisa la kweli. Kwamba sioni shida, hata mke wangu alikuwa anahangaika, sasa hivi ana amani. Sasa shida inakuja kwamba tunaendelea kwa nao taratibu kama baba anavyosema, tusiwapelekesha haraka. Tunazidi kuwapa moyo ili siku moja itokee aje hapa. Ndugu zangu watumishi wa baba Mfalme Ismail Mamlaka chini ya jua, yani sina la kusema. Kwa sababu kweli mimi mwenyewe hapa nashuhudia pia, mimi ni mlemavu. Nimezaliwa mwaka 53, leo na miaka 64. Nimekuwa na shida ndani ya kanisa Katoliki. Nimekuwa ndani ya kanisa Katoliki miaka 50. Nimekuwa kiongozi mpaka ngazi ya jimbo. Nimekuwa na mambo mengi ambayo nimefanya. Lakini sasa nimekuwa kule kwa shida. Mimi shida ambayo nilipata, nilitolewa jicho ndani ya jicho langu chuma. Na baba akaniambia kwamba ndani ya siku 14 utatoa kitu fulani hospitalini chuma. Na mguu wangu mbovu ulikuwa umevimba. Ndani ya kabla ya siku 7 mguu wangu utakuwa hauna shida. Ndugu zangu, ndani ya siku 3 mguu wangu ulipona. Na ndani ya siku 14 nimeshika faila 62 wakati nahudumia wagonjwa wangu. Nisitukia natoka machozi mengi sana. Machozi hayo, nesi mmoja akaniangalia, Renato, mbona unachafua faila mgonjwa, kuna nini? Kuangalia kuna machozi. Nikaanza kuhesabu kwa vidole.
baba niambia siku 14. Nienda pale tarehe ngapi? Nikahesabu. Baadaye niliondoka kwenda idara ya macho. Bahati nzuri idara ya macho mhusika mkuu wa idara ya macho ni mtoto mdogo wangu. Nilipoingia mlangoni mama akasema, baba, mbona macho mekundu hivyo? Sasa nasikia nani machozi yanatoka. Hebu njoo. Kaa hapa. Nikakaa. Baada ya kukaa, sasa toa macho yako wala usikapue. Akapima kwa mara ya 6. Akasema kwamba mbona tumepima mara 5 hakuna kitu, mbona kuna kitu? Sasa akachukua kuna hivi stick ambazo zinakuwa na pamba ambazo zinatoa nani kwa masikio, kaweka dawa. Alipoweka hivi kikatoka chuma. Mpaka leo ndugu zangu, mimi ni mzima wa afya. Na kingine cha mwisho, tangu nimehamia hapa, wakati tukio kwa inaandikwa kwa makanisa ya kipuzi yale, niko napata pesa kwa bila shida. Tangu nimehamia hapa, unajua nasema kwamba baba ndio ananilisha. Sasa mpaka sasa hivi na miezi kama 9 sijapata mshahara wangu. Lakini napata nauli kidogo, napata nini? Najua kuna siku moja itatokea. Lakini kazini baba ameniambia nisiache kwenu. Nina miezi 9 sipati mshahara, lakini wale napata pesa ya kula na nini. Inafikia hatua kwamba labda basi nipewe barua niache. Lakini nakuja baba, endelea kuvumilia. Ndugu zangu, naishi, ninakula, na kwa hayo machache nasema baba mfalme, naomba uendelee kuwa nasi katika familia yangu. Nimekuwa na shida na watoto wangu. Nashindwa kuendelea. Baba, nihurumie, naendelea kunibeba. Matatizo mengi ambayo kama nimekuwa nayo sasa hivi naona yanaelekea mwishoni. Mimi katika tumbo la babangu ni mtoto wa 25 kati ya 65. Mimi ni mtoto wa 11 kati ya watoto 17 kwa mama. Kinasema baba, asante sana. Asante sana. Nami namshukuru Mfalme Zumaridi kwa neema yake aliyonitendea mpaka sasa hivi nimesimama hapa mbele yenu. Kwa jina naitwa Rafael Simon. Mimi nilikuwa na tatizo la miguu hii hapa, ilikuwa sivai viatu. Hii miguu ilipoanza kwa mwezi wa 9 mwaka jana, nilikuwa nasikia kama maumivu nikitembea hivi, kama maumivu kwenye misuli. Sikijua tatizo ni nini. Imefika mwaka jana mwezi wa 10, hii miguu ikawa inajaa. Yaani inajaa kama mama mjamzito mwenye mimba, ukibonyeza hivi kama vile kiazi na tumbo bado. Sasa nikasema, wakasema inawezekana hii ikawa labda ni figo zikifeli ndio tatizo hili. Yaani nikapima figo pale, nakuta nomo, yaani hamna kitu. Wakasema labda ni uric acid, nakula nyama sana. Nikapima uric acid, nakuta ina 0.48. Kwa hiyo hamna kitu. Nikapima kisukari, nakuta na 0.5. Maana hiyo hamna kitu. Sasa kuna rafiki yangu mmoja tunafanya pale kazi. Yeye anataka miguu. Sasa miguu yake ilikuwa tofauti na kwangu. Yeye miguu ilikuwa na kamoto. Mimi miguu hii ilikuwa inawaka moto. Ilikuwa inajaa tu. Sasa akasema, bwana, nenda sehemu moja kule Magu kwa mtaalamu ukaangalie. Nilikwenda kule Magu kwa yule mtaalamu, yule mama akaniambia hii kitu nilivushwa. Yaani kama nikaneka dawa. Sasa kama nipa dawa za kuchanja, dawa nyingi sana nilikuwa nazo. Nikachanga zile dawa, zingine kanipa za kutumia nyumbani na niweka miguu. Kwa hiyo nilikuwa jana kazini. Ndio jioni. Nilikuwa naweka miguu kwenye dawa ile, nilikuwa kwenye plastiki. Nilikuwa yaani nakaa hata masaa 3 miguu iko mle ndani ile plastiki. Nimeendelea kutumia hiyo ni dawa, lakini mafanikio hayakuonekana. Sasa hapo nimeshakuja kama mwezi wa mwaka jana, kama mwezi wa 11 kwenda 12. Kuna mtu mwingine pale alikuja ofisini na yeye akasema kuna sehemu moja yeye aliugua
miaka mitatu. Mguu mmoja unauma ambaye alikuwa atembei. Akasema bwana, kuna mtaalamu wangu mmoja nakupa namba zake za simu umpigie uende kwa pale Kisesa pale kwa sehemu inaitwa Sangijo. Ndio kwa kule. Yeye akanipa dawa. Kama kawaida mganga anapige chale za kutosha, nikapigwa. Nikarudi tena. Akaniambia baada ya wiki urudi. Kwa hiyo nimekaa, baada ya wiki nikarudi tena. Lakini mabadiliko hayakuonekana. Nilikuwa hata viatu hizi viatu hapa sivai viatu, nilikuwa navaa open. Nenda kazini na open. Viatu sikuvaa. Kuanzia mwezi wa 10 viatu hazikuvaliwa, nilikuwa navaa open. Basi kwa nimeendelea hapo. Sasa yule akawa ameshindwa. Na mtu mwingine akaja pale. Akaniambia, "Inabidi kupeke kidogo na bibi mmoja ni mtaalamu atakusaidia." Akasema sawa, sikata tamaa. Sababu nilikuwa niko ndani ya giza bali. Akasema sawa, akawa amepiga kidogo kwa bibi. Nikamkuta ile bibi akaniambia bwana, tatizo ni hivi, nilikushwa dawa, lakini sehemu sana na kumaliza pale nyumbani unapokaa, mwenye nyumba yako sio mtu mzuri. Na kule kazini na kuna watu wale sio watu wazuri. Ndio sababisha hivi. Sawa. Kama kawaida yangu ya mganga nikala chai za kutosha. Tena chai ambazo nilikuwa nakula kwenye miguu iko inajaa yote miwili. Chai nyingi sana nikachanjwa. Akaniambia sasa ndani ya wiki moja wewe umerudi. Nikaenda kutumia ile dawa kama kawaida. Ndani ya wiki moja Jumapili nikarudi. Alikuwa vipi maendeleo? Akamwambia leo bado. Akasema bado wao watu bado nakutafuta sana. Unaona? Anambia sawa, sasa mimi nahitaji nipone. Akasema sawa. Akasema siku hiyo tulikosea, nilisahau kukwambia. Akaka nielezea hizi moja kubwa sana. Ile hizi sababu usivai viatu. Navaa open. Nilikuwa naiweka ndani ya socks. Navaa open, naweka socks ya. Nenda kazini. Sasa siku moja nilifika nyumbani kwa mke wangu pale. Nikasema hivi ndio siku nenda mjini. Nikagongwa na gari. Mfano tu. Chagua na gari watu sasa waniokoa. Wakivua socks kuta bila bandili. Akasema labda ni mchao mkuu. Alishushwa. Unaona? Basi. Watu tumekaa nenda kwa bibi. Lakini kuna siku nikamwambia mke wangu kwa sasa ndio mambo ya kwa mganga imeshatosha. Yaani sasa hivi tuende kanisani. Kwenda kanisani basi. Mimi mambo ya mganga tena siwezi kwenda tena kwa mganga. Kama nimeshatumia kuanzia mwezi wa 10 nenda kwa waganga mpaka huu mwezi wa 2 nenda kwa waganga. Siwezi tena. Sasa pale ofisini kuna jana mmoja anaitwa Dani. Yeye asali hapa. Dani ana rafiki yake mmoja hapo. Sasa siku moja yule pale ofisini alikuwa anaongea. Miujiza sio nini? Nikamwambia hii lakini kanisani ukienda kama ukiamini ni kweli. Nikamwambia nielekeze mimi nina tatizo la miguu. Hii miguu nimetembea kwa watu wengi kwa waganga lakini hajafanikiwa. Mimi sasa nataka niende kanisani. Sasa Dani akanielekeza. Akaniambia basi kaniandikie jina. Asubuhi kuna majina pale yanaandikwa, sasa utaniandikia jina, mimi nitakuja asubuhi sana. Kwa hiyo mimi sikio Dani akaandika jina, hiyo saa moja akapiga simu. Nimeandika jina na sawa mimi nakuja. Kwa hiyo kwenye saa 2 nimeamka nyumbani pale, akamwambia mke wangu twende. Ndio hapa mimi na mke wangu. Kafika pale na mtumishi na basi ile. Kafika pale kwa kana na ni darasa tunasikiliza pale. Akina kile darasa mimi nataka ni wao wa kwanza. Sawa. Na mimi jina langu kwa sababu jina langu ndio limeandikwa siku ile. Yule mtu akasema wewe utaka sasa hivi. Nikasema mtumishi. Utaka sasa hivi kusubiri kwanza. Umetoka sasa hivi ndipo nimeshaandikwa. Kwa hiyo inabidi wewe usubiri mpaka watu wafanyaje? Wahudumiwe. Sasa mtumishi angejua vile mimi ninavyohangaika asingesema haya. Basi nilikuwa nimekaa tu pale. Mnafanya ni karibu yetu niitwa nikasomewa ramani. Niliposomewa ramani mambo
Yaani niona kule na kwenye ramani ana tofauti. Nikaambiwa kabisa kama pale nyumbani kukaa mwenye nyumba wangu yeye sio mtu mzuri na ni sio mtu mzuri ule pale ofisini. Na watu wengine na nikawafahamu, lakini basi nikawa sina nini ile kile kinyongo. Yaani nimeshaamua kuja kwa Mungu. Nimeshajitolea pale. Basi ndio tukatoa ramani tukaenda huku, tukakutana na mfalme akaniombea, akaomba na maji. Sasa tuliporudi nyumbani tayari hizi dawa zilikuwa nayo kwenye ndoo. Mimi nikafika tu, nilikuwa kwanza kufika kafungua mlango ile mwaga. Mtu wangu anakuja kaniuliza dawa iko wapi, akacheka sana. Mwaga dawa nilichoivaje? Nilikuwa kwenye plastiki ya 20. Kwa sababu nikiingiza kwenye plastiki ya 20 kwa nafika humu miguu. Kale kaimwaga mlango akacheka sana. Ngambia kama nimeshamwaga kwa Mungu, hii dawa ya nini? Mimi nimemwaga. Wewe nikaenda hapo kwa Mungu, zote kwa uponyaji. Basi. Siku hiyo nikamwambia mimi wiki siendi kazini. Nakaa hapa nyumbani. Siku ya kwanza katumia ile maji, siku ya pili. Siku ya tatu nikaanza kuona mabadiliko katika hii miguu. Ainuliwe Mfalme Zmaridi. Apewe sifa Mfalme Zmaridi. Basi siku ya tatu mafanikio naweza kuyaona. Ndani ya usiku Ijumaa nikaenda nikamvaa viatu. Ndani akaniona. Vipi mbona tunasema Mungu tayari anataka kutenda kazi yake. Amina. Nikamvaa viatu nikamwambia Mungu tayari ameanza kutenda kazi yake. Akasema ni kweli. Mimi mwenyewe sikutegemea, akaniambia mimi mwenyewe sikutegemea. Ndio akasema yaani mimi wangu amesumbuka sana. Hatukutegemea kabisa kama yani kuna hakutegemea kama ningepona. Na hapo nilikuja huku, lazima nipigia simu kakaangu ananiambia hivi, "Pana gari uje huku na mtaalamu." Nikamwambia brother, mimi sasa hivi mambo ya waganga niliyomjibu. Mimi nimechana nayo. Sasa hivi niko kwa Mungu. Kama takifa niko kwa Mungu. Bwana akasema sawa, kama umeamua uwe kwa Mungu basi kuwa na imani. Nikamwambia sawa, imani tayari ninayo. Kwa mimi nibakia huko kwa Mungu. Mungu ya waganga kama ni kukusalimia, lakini kuja kumtoka mganga mimi siwezi. Sasa nimeanza kupata nafuu, tajiri yangu, bosi wangu yule, na bosi wangu akaniambia, "Uendeleaje?" Basi hivi mimi si jambo. Ulienda kule, ule mtaalamu sasa wa magu, ndio mtaalamu wa bosi. Akaniambia, nikamwambia, nikamwambia nikamwambia nilienda, wakati mimi sijai kwenda. Toka mwezi wa pili nilipoanza kuja hapa kwa Mfalme Zmaridi, sijai kwenda kule. Sasa mimi nikabidi nimwambie tu bosi, nilienda. Akasema yule namwamini sana. Akasema katika wataalamu wote walionifanyia mambo yangu, yule mimi ndio namwamini. Tamba kila kitu. Lakini ndani ya nafsi yangu najua ni kitu gani ambacho kinaendelea. Basi kwa tumeachana hivyo, na kila siku ananiona kazini na kuja kama hivyo. Alikuwa amepona nimepona. Lakini baadhi ya wafanyakazi wenzangu wanafahamu niko wapi. Wanafahamu kabisa mimi niko wapi. Nikamwambia mimi sasa hivi nimeamua kwenda kwa Mungu. Mambo ya waganga wa kienyeji mimi sasa hivi nimeachana nao. Sasa siku moja katika ofisi kuna ule mkutano. Sawa? Na mtu mmoja wa mtani wangu pale akaniambia, "Wamekumaliza miguu sasa hivi huyu barabarani, watakumaliza tena." Nikamwambia sasa hivi mimi hawaniwezi. Nikamwambia sasa hivi kama wanabisha hawaniwezi, wajaribu. Nikamwambia sasa niko ndani ya Mfalme Zmaridi. Akawa anacheka tu. Lakini hapo unaona ujumbe ulifanyaje? Ulifika. Hata pale napokaa siku hizi sio kama zamani. Zamani nilikuwa ninapoamka kwenda kazini, naishi kama nimebeba mizigo mizito. Nilikuwa nachoka sana. Yaani kuamka tu kitandani nifikiria kwenda kazini. Si niende, yaani kama mtoto wa shule. Yaani nilikuwa nachoka sana. Lakini sasa hivi nalala vizuri. Naamka vizuri. Hii yote ni kazi ya Mfalme Zmaridi.
Alafu hata hii sura, useme mwili sura. Mimi mwenyewe nikaenda nyumbani, kiba naumwa. Nikaangalia kwenye kioo. Yaani basi tu. Wewe kwenye kioo. Yaani napiga hesabu mimi na kama vile 31. Lakini ningeangalia yaani kama ninaenda kama 60 kitu. Kwa hiyo mkwangu umekwenye kama unacheka sana. Lakini siku hizi kama naambia sasa hivi imependeza. Watu wengi wananiambia bwana siku ya kuvunja ndio kwa baba hapa mfalme akanishangaa. Umependeza, nikamwambia ndio. Unajiona? Nikamwambia watu wengi wananiambia sasa hivi nimependeza, nimebadilika. Kama kusema hayo, namshukuru sana baba mfalme Ismail. Mnyauka. Zaidi nimezaliwa kama upya tena. Waje. Hii hapa misuli kwa ionekane hii. Alafu hapa baba, yani kwa chale za hapa nikihesabu hata 600 zinafika. Mungu wangu. Nami nakusema ushuhuda huu, namshukuru sana baba yangu Mfalme Zumaridi kwa kuniponya na kuonekana mpya. Bado kijana, bado smart, niko na sura ile ya miaka 17. Sasa hivi niko handsome. Mpima kofi Mungu azubariki. Mpima kofi Mungu azubariki. Mpima kofi Mungu azubariki na Bwana. Wote ni makuu Mungu azubariki na Bwana. Amen. Pigie makofi Mungu azubariki na Bwana. Chapa ngalo safi mbele za Mungu azubariki. Chapa ngalo safi mbele za Mungu chini ya dua. Piga makofi yenye amani na furaha. Piga makofi mbele za Mungu. Mungu ameimba Bwana Mungu chini ya dua. Kuna Mungu mwingine isipokuwa ni Mungu ndani ya ufalme Zumaridi mamlaka. Anaweza kurudisha waliochukua msukule na kuwarudisha. Sema ni Mungu wa Zumaridi. Sema ni Mungu wa Zumaridi. Sema ni mtawala wa dunia huyo. Sema ni mtawala wa dunia huyo. Sema hakuna mwingine. Mwambie jirani yako sisi hatuchukulii msukule. Sisi hatuchukulii msukule ngo. Sema walichelewa. 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 Hatuchukui msukule ngo. Hatulogi miguu ngo. Hatutupi vipande ngo. Sisi na Mungu Zumaridi safi. Safi. Sema amina, haleluya, amina, haleluya, amina, haleluya, amina, haleluya. Haleluya. Kazi kwako mtumishi wa Mungu, ushinde kumshika Mungu wa Zumaridi. Uwe na amani. Umesikia ushuhuda? Kuna ushuhuda kama wapi? Wapi? Ushuhuda kumrudisha mtu amekufa. Mmezika. Ndio ujue watu hawafi. Na alikuwa kiongozi wa dini, si ndio? Alikuwa sio kiongozi yule mwenyekiti wa jumuiya. Mwenyekiti wa jumuiya kabebwa na wanajumuiya wenzie, mke wake, twende. Atupate mfano. Tumshukuru Mungu wa Zumaridi. Hakika unaposikia kwamba huu ni mwisho wa dunia kweli. Mungu amerudia watu wake
kuwatoa wengine kuzimu na kuwarudisha, aje wachukue kwa halali. Atukuze mfalme Israeli. Atukuze Mungu chini ya watumishi wa Mungu. Huu ni mwanzo wa utukufu kama ilivyoongea Jumapili. Kwamba hizi ni dalili. Ni dalili ya mvua au ni mawingu. Mawingu yanatanda kisha mvua inanyesha. Dalili ya kuchukuliwa, kurudi katika ufalme, matendo watu tunayoyaona. Haya matendo ndio dalili ya Mungu. Atukuze mfalme. Yesu alikuwa anainua tu kwamba inuka. Mimi natoa walioko kuzimu njoo rudi. Wanarudi. Sema amina watumishi wa Mungu. Sasa unatakiwa umshike kabisa Mungu wa Zumaridi. Simama kiume mbele za Mungu. Huyu ni Mungu ambaye amekuja. Kaja kwa ajili ya kutukomboa.